baada ya kuwa nimetoka katika baraza la mawaziri, nimepewa shughuli nyingine, nilipoanza kuchangia bungeni, daima mchango wangu ulikuwa ni kwenye utamaduni na sanaa. Utamaduni na sanaa. Niwe mkweli, michezo sikuchangia. Sikuwa na hoja yote kuhusu michezo, niwe mkweli, sidanganyi. Lakini utamaduni, sanaa, na wale wa maliasili na malikale wanajua. Ongelea sana Kiswahili, nimeongelea sana urithi, intangible cultural heritage. Ndio eneo ambalo liko ndani ya moyo wangu. Mambo mengi sana. Lakini la michezo halikuwa sehemu yangu. Lakini hatimaye nikakabidhiwa na nimelipenda. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunipa nafasi hiyo. Sasa na hesabu nimekuwa waziri mara 2 wa wizara hii, sababu nilitumikia mpaka tarehe 3 Novemba alipoapishwa, waziri ukaondoka, na aliponiteua tena, na mpaka Ijumaa alipoamua kunipeleka ofisini kwake na hapa kumteua ndugu yetu Makonda kuwa ndio waziri wetu. Nichukue nafasi hii kurudia tena shukrani zangu kwako Mheshimiwa Waziri. Umekuwa naibu waziri wangu kwa siku takriban 52, si haba. Tumefanya kazi pamoja. Nikushukuru sana Mheshimiwa naibu waziri Mwinjuma. Tumekuwa pamoja kwa muda wote. Leo nitoe shukrani za aina ya pekee kabisa kwa katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali. Nilisema siku nitazisema leo. Jua katibu mkuu umenisaidia sana sana, lakini umenisaidia pia kuanzisha mambo mengi ambayo nilitamani katika wizara hii yafanyike. Na katibu mkuu, mimi naridhika Mheshimiwa Waziri kuondoka katika wizara hii. Baadhi ya mambo ambayo niliyasema yafanyike yamefanyika. Na baadaye nitakukabidhi, tulifanya retreat ya siku 3 Kibaha, na maagizo 49 kwa idara zote na vitengo vyote tamkabidhi waziri. TSN nilisema, TSN anzisheni mifumo imara ya makusanyo ya mapato katika taasisi, na agiza isipokelewe fedha yoyote nje ya mfumo. TSN niliagiza ianzishe maktaba maalum ya historia na shughuli za TSN. Swala hili likamilike ndani ya kipindi cha miezi 2 kamilishwe. Naamini, sijui kama tayari au bado. TBC, utekelezaji wa sheria mpya ya shirika la utangazaji usimamiwe. Utangazaji kwa njia ya masafa mafupi, Mheshimiwa Waziri, shortwave, na masafa ya kati, medium wave, urejeshwe. Na tuna viwanja Mheshimiwa Waziri, tuvisimamie Mbeya na maeneo mengine, virudi viwe chini ya wizara ya TBC. Na kuomba katibu mkuu, tumefanya mengi. Hawa viwanja vyote vijengewe fence, ingawa sasa siwezi kutoa maagizo sasa ni ya Mheshimiwa Makonda. Na nasema haya kwa sababu katibu mkuu alikubali tufanye retreat hii. Tukaja na haya mambo 49 ambayo nitakupa. Na rukaruka tu kidogo. Sekta ya habari kuwa na mikakati madhubuti ya kuhabarisha umma kuhusu maandalizi ya CHAN na AFCON 2027 pamoja na mafanikio mbalimbali ya serikali katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Haya, twende chuo cha Maria. Na rukaruka kidogo, nataka tu waziri mpate ya. Nilisema kabisa kuhakikisha ujenzi na ukarabati wa miundombinu unaoendelea unakamilika kwa wakati, na kutumia fursa ya mashindano ya CHAN 24, AFCON 27, na kutangaza mafunzo yanayotolewa na chuo. Lakini Mheshimiwa Waziri, moja ambao nimeikwambia na nilimwambia katibu mkuu, na katibu mkuu anajua, napendekeza akademia na chuo kila kimoja kijitegemee. Akademia ijitegemee ili ilee vipaji, na chuo kiendelee na kazi zake. Na nimeongea na Mheshimiwa Waziri na najua yeye mambo huwa hayapoi. Lile eneo la Bariadi ngambo ya barabara tujenge convention center. Tuna stesheni Mheshimiwa Waziri, iwekwe lami kutoka Malampaka SGR mpaka pale chuo. Kwa hiyo tuwe na convention center Maria, tuwe na akademia Maria, tuwe na chuo Maria. Tuwe na taasisi ngapi Maria? 3. Najua katika dunia hii tuliongeza na katibu mkuu, we must think big. Ukijifikiria kidogo utakuwa dogo. Na hiki ndio kipindi cha kufanya mambo haya. Lakini
Baraza la michezo hilo nitaliacha. Maandalizi ya Chani na Afcon yafanyike kwa ubora na viongozi wa sekta hii, hakikisheni kamati ya kitaifa ya uratibu wa Afcon inaitishwa na kufanya kazi mapema. Hizi kazi amekuwa anazifanya katibu mkuu. Tuende bodi ya filamu. Kumbushane kidogo. Kamilisheni uishaji wa sheria ya bodi ya filamu na muundo mpya wa bodi ya filamu. Haya nayasema leo, sio yangu tena. Nayatamka hivi ili waziri asikie kwa sababu ni yake sasa. KOSOTA. Nisema vianzishwe vyanzo vingine vya kudumu vya mapato na sio kutegemea mirahaba tu. Kidogo namaliza sasa hivi, msiwe na wasiwasi. BAKITA Kiswahili. Nimeshaongea na waziri, nimeongea na waziri Pembe. Taasisi 3 mawaziri watawaita: BAKITA, BAKIZA, TATAKI. Na hicho kikao, mheshimiwa waziri, naomba unialike. Tuna mambo makubwa ya kufanya kuhusu Kiswahili. Mmefanya kazi kubwa na wapongezeni, lakini kuna makubwa zaidi ya kufanya kuhusu Kiswahili. Tusipofanya hivyo, badala ya kuwa sisi tutakuwa vinara wa Kiswahili, lakini dunia itatawaliwa na Kiswahili ambacho wenyewe mnajua. Na juzi nimepita pale Mkuki na Nyota, nimenunua tafsiri ya kitabu kimoja cha Kifaransa kwa Kiswahili cha Kongo. Nataka nikisome. Sasa katu sisi ni lazima sasa, mheshimiwa waziri, tuwe na makamusi ya lahaja zote za Kiswahili. Ziko ngapi mheshimiwa dokta? Tuna lahaja ngapi za Kiswahili duniani? Za hapa, za Kenya na DRC na Msumbiji. Zote. Sisi tuhakikishe lahaja zote tumezitunza. Lakini nilisema malengo ya maduhuli kwa mwaka 2026 yaongezwe, kwani yaliyowasilishwa haya sawa. Lakini mheshimiwa waziri na katibu mkuu, moja, kuandaa Kongo. Na swala la kuandaa Kongo tuharakishe. Kenya wako na Mozilla wanaandaa Kongo, na wamekuja hapa wamenasa sauti za watu mbalimbali Kongo corpus, na kazi hii tuifanye kwa haraka kwa ushirikiano. Mheshimiwa Waziri Makonda tuliongea na Mheshimiwa Waziri Pembe, Riziki Pembe. Katika swala la Kiswahili, ingawa sio la muungano, ni la muungano, kwa maana ni lazima tufanye kazi kwa pamoja, ili picha inayokwenda nje ni Kiswahili cha Tanzania. Lakini pia jingine, Mheshimiwa Waziri, ni la kuanza usanifishaji mkubwa wa Kiswahili. Tulikubaliana hilo. Sasa mwingine ambaye TASUBA. Yupo TASUBA? Kuanzisha kozi mpya za muziki kulingana na mahitaji ya soko ili kuongeza udahili wa wanafunzi na mapato ya taasisi. Kuwajengea uwezo wa wakufunzi ili kuendana na mabadiliko ya sayansi. Wakufunzi wake hawa tuwapeleke nje, some nchi mbalimbali. Kituo cha urithi. Anzisheni ukarabati mkubwa wa maeneo yote ya historia. Na nitoe taarifa kwako Mheshimiwa Waziri, tayari na katibu mkuu, baada ya maagizo ya Mheshimiwa Rais kuhusu Kongwa, tayari michoro ya awali ya Kongwa ipo. Lakini michoro ile kuna vitu ambavyo baadaye nitakutafuta nikwambie ni vitu gani viboreshwe. Lakini nimshukuru naibu waziri, nilimtuma Burundi, na sasa kituo chetu cha ukombozi wa bara la Afrika kimetambuliwa kuwa ni moja ya taasisi za Umoja wa Afrika. Nimemsahau nani? Huko na upenda sana, na huu Mheshimiwa Waziri na Katibu Mkuu, huu tuutafutie fedha, tuongezee mtaji, mfuko wa utamaduni na sanaa. Na katika marejesho ya wanaokopa, huu mfuko unaongoza. Nadhani performance yenu kitaifa ni kubwa kuliko taasisi nyingi. Na hapa Mheshimiwa Waziri, kubwa taasisi hii mpaka leo haina muundo na haina sheria. Na mimi msema kweli, mpenzi wa Mungu, Katibu Mkuu, kweli uongo kwamba anafanya kazi vizuri.
Asante sana. Mara ya mwisho alikuwa ameandika barua kuondoka na katibu mkuu, tulikana naibu waziri na naibu katibu mkuu, tukamwambia subiri. Sasa hilo najua kwako hilo litakwenda haraka sana. Mheshimiwa Waziri, nitaka tu niyataje haya machache, lakini baadaye nitakukabidhi. Na haya yote tuliyafanya kwa ushirikiano mkubwa sana na katibu mkuu. Mimi nikushukuru sana 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 sana. Umri wangu huu ninaposema nakushukuru kwa dhati. Huwa na kauli watoto wangu hawaipendi. Tumeshamaliza nusu ya kuishi, sasa ni nusu ya kumkimbilia Mungu. Tuko sasa katika awamu ya kukimbilia uso wa Mungu. Nikushukuru sana. Metusela Tonda, nikushukuru sana. Wewe ni kielelezo cha mfano wa utumishi wa unyenyekevu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mtu mwingine yoyote ambaye alikuwa ameshika nafasi yako, angeona hii nafasi ni ndogo. Si ndogo hata kidogo. Kama kuna jambo nimejifunza kwako, hakuna nafasi ndogo katika utumishi wa umma. Nakushukuru sana sana. Wakurugenzi, ni washukuruni sana. Wote. Na nitamani sana na Mbinga awepo leo na Savera. Lakini washukuruni sana. Na washukuruni kwa kushirikiana na katibu mkuu, hasa katika kuboresha maslahi na maisha ya wafanyakazi. Na kwa Waziri Makonda hilo halina shida hata kidogo. Sasa mna usafiri, alhamdulillah, na katibu mkuu ulishaniambia utamwambia waziri wako litakuja na basi jingine. Lakini na nilisema nilipokuja hapa, hakuna wizara kijiwe. Hakuna wizara kijiwe. Kijiwe mnaamua nyinyi wenyewe. Na tukumbuke maneno ya mkurugenzi wa mipango DPP Abel. Alisema bajeti yetu sasa ni kubwa, lakini miradi mingi sasa inafanya nini? Inaisha. Kwa lazima Mheshimiwa Waziri alisema wizara ianze kubuni miradi mipya ya maendeleo, kwani baada ya kukamilika kwa miradi ya ujenzi, wizara haitakuwa na huu ukomo mkubwa wa bajeti. Sasa tuanze kubuni miradi mingine mikubwa itakayotekelezwa kuanzia mwakani. Kwa mimi nimeona Mheshimiwa Waziri tu nitoe dondoo chache, nitakupa hii kwamba kazi hii tumeifanya na hawa wakurugenzi wote na wakurugenzi wasaidizi. Ndugu zangu, siagi, sababu katika utumishi wa umma usiage. Hujui kesho na kesho kutwa. Kesho na kesho kutwa ni mamlaka ya uteuzi na Mwenyezi Mungu. Lakini wafanyakazi, na waomba mumpokee waziri wenu na mumpe ushirikiano wote ambao mlinipa mimi, na mumpe ushirikiano zaidi. Siku tumewapokea wote wawili, nilisema tu, baadaye watu wengi wananikumbusha. Unajua, naambia mimi nilisema tu kwamba kwa umri wangu huu, ukiona umepewa wasaidizi vijana, unajua umepewa jukumu la kuandaa kuwa. Na Makonda, wewe ni naibu wangu wa pili, ambaye baada hapo amekuwa waziri. Wa kwanza alikuwa Damas Ndumbaro. Na siku ameteuliwa kuwa waziri, katibu mkuu kiongozi marehemu Engineer John Kijazi alinitumia ujumbe, na mpaka leo nimeunza kwenye simu. Hongera sana kwa kumlea naibu waziri, na leo amekuwa waziri. Mimi nashukuru sana kwamba naondoka pamoja na naibu waziri. Mwinjuma, wewe ni senior. Wewe ni senior. Na wewe unaifahamu wizara vizuri sana. Nisirudie ambayo yamesemwa. Nikushukuru. Mimi ulinisaidia sana. Uliondoa urasimu katika mawasiliano. Na mimi naamini kabisa hayo yaendelee. Sababu mwisho wa siku wizara ni moja na nchi ni moja. Sasa ndugu zangu, wizara hii ni muhimu sana. Mimi sikujua umuhimu wa wizara hii mpaka nilipoteuliwa na Mheshimiwa Rais. Hii wizara ni muhimu sana. Hii mtima, na naposema mtima maana yake ni moyo. Neno mtima lina uzito kuliko moyo, yani kwa Kiingereza ni the spirit, mtima wa taifa letu. Wizara hii ndio fahari ya taifa letu. Wizara hii ndio furaha ya taifa letu. Tumefurahi wote, timu yetu ya Taifa Stars. Wizara hii ndio kisima na hifadhi ya utambulishi wa taifa letu. Wizara hii ndio kinara wa Kiswahili duniani.
Wizara hii ndio kitovu cha ubunifu katika sanaa na ujasiriamali, na wizara hii ndio Jumuiya na utambulisho wa Afrika na watu wote wenye nasaba ya Afrika. Hasa ukiaweka yote hayo, wizara hii ni kubwa sana. Mimi nawatakieni kila heri katika kutekeleza majukumu haya, ili taifa letu liendelee kuheshimika na liendelee kutambulika. Na yote haya yakikamilika, yanaimarisha uzalendo wa taifa letu, na hasa uzalendo kwa vijana, uzalendo kwa taifa letu na uzalendo kwa vijana. Nimefurahi sana Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu aliponiambia kuhusu kipindi kile cha Sisi ni Tanzania. Kile ni kipindi muhimu sana. Naomba kipindi hicho pamoja na kurushwa TBC, tutafute njia nyingine ya kuhakikisha kiko kwenye YouTube. Maana nimekuja kuona siku hizi vijana wengi na vyanzo vingine. Nimesikiliza, nimekipenda. Lazima vijana wa Tanzania hawa, Mheshimiwa Waziri, wajue nchi yao vyema, na kuijua nchi yao vyema ni kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Hii ndio wizara, lakini wizara hii ndio yenye jukumu la kuhabarisha na kuelimisha watu kuhusu falsafa ya R4 za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Zile R4. Ya kwanza ni nini? Reconciliation. Ambayo ni nini? Maridhiano. Na sasa tutakuja natumia nini? Ya maridhiano. Ya pili ni ustahimilivu. Ya tatu ni reform, uboreshaji. Ya nne ni ujenzi mpya. Wizara yetu tuna kazi hiyo kubwa sana ya kufanya hivyo. Baada ya kusema hayo, nitaka yawe mafupi, lakini yamekuwa mengi kwa sababu mnajua kabisa mahaba yangu na wizara hii ni makubwa, na huko napokwenda sitasahau, na nyinyi pia msinisahau, kwa sababu tumikia serikali ile ile. Lakini nirudie tena kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa uteuzi aliofanya kwa ndugu yetu Makonda kuwa waziri, lakini na mimi pia kuniteua kuwa waziri wa nchi kule ofisini kwake. Na nirudie tena kuwasema karibuni sana. Sijajua ofisi yangu itakueje, lakini nikishajua itakueje nitakukaribisheni mara kwa mara mje, tusalimiane kama itaruhusu, maana kule mageti ni mengi. Kama yataruhusu nitawakaribisha, lakini najua waziri, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu tutaonana mara nyingi sana. Jamani, kuaga ni kugumu. Kumbe kukaribishwa ni rahisi, lakini kuaga ni kugumu. Kwa hiyo msione na babaika hivi kwa sababu nashindwa ya kusema. Wizara hii imekuwa ni wizara kwangu muhimu sana, na namshukuru sana Mheshimiwa Rais katika maisha yangu kunipa wizara ambayo imenifanya na mimi kwanza niwe kijana. Ndio maana watu nikiwaambia na miaka 70 hawaamini. Sasa wewe nani hataki kuwa kijana? Hata Guga dada yangu anataka awe kijana, au nakosea? Kabisa, na usimuulize umri, mtagombana. Na ukimpa shikamoo atakwambia wewe mimi mama yako. Kwa hiyo nawashukuruni sana. Tutazidi kuonana. Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana. Asante. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Profesa Kabudi. Waziri, baada ya salamu hizi za Mheshimiwa Kabudi ambazo sisi tunazipokea kama salamu za kutushukuru, kutuaga. Sasa kutuaga na yenyewe unaitamka kwa mashaka kwa sababu hatuagani kwenye utumishi wa umma. Kabla hatujaenda kwenye hatua ya kukabidhiana, naomba uridhie Mheshimiwa Naibu Waziri aje akukaribishe kwa maneno machache, pia akukaribishe. Ukishamaliza kuzungumza basi ndipo tuendelee kwenye hatua ya kukabidhiana. Karibu sana Mheshimiwa Naibu Waziri.